uko katika mchakato wa kukuokoa. Haleluya! Maana yeye anasema jina lako limeandikwa katika nini? Katika kitanga chake, na mambo yako yako mbele yake daima, hawezi kukusahau. Tayari ameshaanza mchakato, lakini bado haujakuwa wazi machoni pako. Sasa nisikilize vizuri. Musa alipokuwa mtu mzima, katika kitabu cha Kutoka 2 fungu la 11, Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima aliondoka aende kwa ndugu zake kuwaona wanavyoendelea. Katika kitabu cha Waebrania 11:24 Biblia inatuambia Musa alipokuwa mtu mzima hakuona kuitwa mwana wa binti Farao ni jambo la maana, bali alijishikamanisha na Waisraeli ama ndugu zake, ambao akaona ni bora kuwa mtumwa kuliko kuishi maisha ya kifalme. Unasema kwa nini unatuambia hivyo? Nataka kuambia wakati Musa alipokuwa mtu mzima alikuwa amefikisha umri wa miaka 40. Na huo akiwa na miaka 40 Musa, ilikuwa ni mwaka wa 390, miaka 10 kabla ahadi ya Mungu kutimia. Wewe mtumishi, sikuelewi. Na maanisha ya kwamba Musa alikuwa na umri wa kutosha, ilipofika miaka 400 kamili angekuwa na miaka mingapi? 50, na hivyo angeweza kuokoa wana wa Israeli. Lakini tatizo gani lilitokea? Katika kitabu cha Kutoka 2 fungu la 14 Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima sasa, akiwa na miaka 40, alipoenda akakuta ndugu zake wanapigwa na Wamisri, akamuua yule Misri. Kosa la kwanza, Musa alidhani ya kwamba wokovu unatoka mikononi mwake kwa kutumia nguvu. Nimesema nini? Musa alidhani wokovu unatoka wapi? Alidhani ya kwamba anaweza kuitimiza ahadi ya Mungu kwa nguvu. Kosa la kwanza. Kosa la pili, katika Kutoka 2:14 baada ya Musa kumuua yule mtu, siku nyingine akakuta Waisraeli wanagombana, na akamkuta na alipomuuliza yule mgomvi, kwa nini mnapigana? Akamwambia, wewe ni nani hata uwe muamuzi wetu? Kumbuka imebaki miaka 10 kabla ya ahadi ya Mungu wa kukomboa kufika. Fungu hili linatuambia ya kwamba wana wa Israeli walikuwa hawako tayari kumpokea Musa kama mwokozi wao. Ndiyo maana wakamuuliza, ni nani aliyekuweka kuwa muamuzi wetu? Hii inatuambia nini? Inatuambia ya kwamba pengine wakati wako wa kukumbuka umefikwa, lakini bado haujawa tayari kupokea mbaraka wako. Nataka nikwambie, muda ulikuwa umefika, na Mungu mchakato wake ulikuwa uko tayari. Alikuwa tayari kuwaokoa wana wa Israeli, lakini Musa hakuwa tayari, wala wana wa Israeli hawakuwa nini? Inawezekana kabisa wakati wako wa kukumbukwa umefika, lakini bado haujawa tayari, na hivyo ikamlazimu Mungu atumie miaka 40 mingine kumfundisha Musa jinsi ya kuokoa wana wa Israeli. Musa akaondoka Misri, akaenda jangwani, akawa mchunga kondoo kwa miaka 40, mpaka akili yake ilipoelewa. Na katika kipindi cha miaka 40 ndipo ambapo Musa aliandika kitabu cha Mwanzo. Wanahistoria wanatuambia Musa akiwa mchungaji ndani ya miaka hiyo 40 ndipo Mungu alipo ya uumbaji, Musa akaandika kitabu cha Mwanzo akiwa huko. Na sasa walivyokuwa tayari kuokoa wana wa Israeli, na wana wa Israeli walipokuwa tayari kuokolewa, maana miaka ile 40 iliyoongezeka, uchungu wa mateso ukawa mkali, na hivyo wakawa wanatamani wokovu zaidi. Haleluya! Na hivyo Musa alivyorudi kuwaokoa, hawakumuuliza tena, ni nani amekufanya kuwa mwamuzi wetu? Haleluya! Wakawa tayari kuokolewa, na Mungu akawaokoa watoto wake. Farao hakuweza kuwazuia. Mungu alimpiga kwa mapigo 10. Alijaribu kufanya vyote kuwazuia, lakini hakuweza. Mapigo yalifuata moja baada ya jingine, mpaka Mungu akamgusa Farao kwa kumuua mtoto wake. Ndipo Farao akawaacha wana wa Israeli waende. Nataka nikuambie, wakati wako unapofika, hakuna wa kukuzuia kupokea. Haleluya! Watajaribu kupambana, watajaribu kuhakikisha ya kwamba hautoki, lakini Mungu akisema utoke, utatoka. Haleluya!
Mungu anapokukumbuka hakuna wa kuzuia. Nataka nikwambie, wanaweza walifika mahala fulani, pembeni ni milima, pembeni ni milima, mbele ni bahari, lakini nyuma Farao ana charge, amegairi, anakuja kuwateka tena, lakini hakuna kilichoweza kuzuia. Bahari ilitatuka, wana wa Israeli wakapita. Mungu anapokukumbuka hakuna mlango utakaobaki umefungwa.